Nahodha wa Taifa Stars Mbwana Ali Samata naamini siku takribani 10 ambazo nyota wenzie wamezitumia katika uwanja wa mazoezi inawezekana zikaenda kulipa kwa upande wa timu ya taifa ya Tanzania dhidi ya timu ya taifa ya Nigeria. Mchezo wa kwanza, makarata ya kwanza kwa upande wa Stars Kantara. Tunakwenda kutazama mchezo wa aina gani kwa namna ambavyo Stars wamekuwa wakijiandaa, lakini pia namna ambavyo wanakwenda kuikabili timu ambayo kwa kila kitu inawezekana sisi lazima tukubali kuwa timu ya pili katika mchezo mgumu kwa Tanzania, na mchezo ambao Tanzania pamoja na Miguel Gamondi atatumia mfumo wa offensive na defensive kwa pamoja, kwa at the same time, tuseme kwa muda huu mmoja. Wanasema offensive unashambulia kuna jirinda, ambapo ukiangalia kwa pande wa kikosi cha El Kichire ambaye ni kocha mkuu wa kikosi cha Nigeria, ukiangalia kwenye kikosi cha Nigeria ambao prediction au unaweza kutabia kikosi ambacho kinaweza kuanza, mchezaji ambaye anatokea ligi ya ndani ya Afrika ni mchezaji mmoja tu, ni Stanley Nwabili. Huyu ni goalkeeper wa Chipa United kutoka pale PSL ambaye inashiriki ligi ya Afrika Kusini. Na katika mchezo 11 ambao amecheza ana clean sheet 5 na kwenye penalty 4 amesave penalty 2. Maana yake ni mchezaji asio wa kawaida kwa hata kwenye kitu ambacho unakiona. Kwa namna ambavyo Stars wanakwenda kuikabili hicho ambacho umejaribu kugusia kwamba inawezekana kwenye vitu vingi wametuzidi. Umezungumzia hapo kwa aina ya wachezaji ambao inawezekana Nigeria wao wanawatumia dhahiri kwamba tayari bado hiyo ni hatua ya kwanza wameshatuzidi. Tuje kwenye ubora wa kwa kila taifa. Stars inawezekana ikawa ni chini ya kiwango ambacho watakionyesha Nigeria, lakini tukumbuke kwamba kila mtu aliyefika hatua hii kuna namna ambavyo anakuwa amejipanga. Stars wanahitaji vitu vingi Kantara. Wanahitaji kushinda walau kwa mara ya kwanza, wanahitaji kupata hata idadi ya magoli, kwa sababu ni miongoni mwa vitu ambavyo pia timu ya taifa ya Tanzania imekuwa ikivikosa. Ukiangalia hivyo vyote ambavyo Taifa Stars anavifocus ama anavilenga kupata walau chochote, anaweza kupata ugumu kiasi gani? Tanzania anapata ugumu mkubwa sana experience ya wachezaji wa Nigeria na experience ya wachezaji wetu ni vitu viwili tofauti. Kwa mfano na kupa mfano tu wa backline ya Nigeria, unamzungumzia kama mtu Blight Osai Samuel. Huyu ni beki wa pembeni ambaye anakipiga katika klabu ya Blaham City ambaye inashiriki championship ya Uingereza. Unamzungumzia mtu kama Semi Ajayi, na yeye anakipiga katika klabu ya Hull City ya championship ya Uingereza. Unamzungumzia kama mtu kama tunamzungumzia Calvin Bassey, huyu anakipiga katika klabu ya Fulham ya EPL pale England. Katika mtu mwingine Zaidu Sanus FC Porto material. Unamzungumzia katika eneo la kiungo wa chini Wilfred Ndindi Besiktas. Anazungumzia ni ligi ambazo zimeendelea. Kuna wachezaji wengine kama kina Alex Iwobi, kuna anachezea ligi ya EPL Fulham. Unamzungumzia Ademola Lukman Atalanta material. Unamzungumzia Chukwueza Samuel Chukwueza Fulham material. Kwa hiyo ukiangalia tu hapa au tunamzungumzia mshambuliaji kutoka Sevilla Aka Adams pamoja na Victor Osimhen. Ukija kwa upande wetu katika eneo la backline ni wachezaji wazawa, si ndivyo? Experience ya IPL na experience ya ligi yetu ni vitu viwili tofauti hapo. Ukija katika eneo la kiungo, asilimia kubwa utakuta labda kutoka Galatasaray Milos Faisal ligi ya Tanzania, Habibu Idigego ligi ya Tanzania, na tuseme na Msuva eneo la pembeni, Idinado eneo la pembeni. Yani kuna Tanzania, yani kuna ligi yetu alafu na baadhi
sio yani tuseme 2% ndio wanatokea nje ya Tanzania ambao wanachezea. Kwa hiyo wenzetu ukiangalia katika ligi yao ya Nigeria hayupo mchezaji mmoja. Kipi sasa cha faida ambacho kinaweza kuinufaisha Taifa Stars walau kuyavuka yote hayo ambayo wameshazidiwa na wao kufanya cha kwao ambacho ni muhimu kwa Tanzania kiujumla kwa maana ya kufanya vizuri? Taifa Stars kuna vitu vitano ndani ya dakika 90. Kuna muda watakuwa wanashambulia, kuna muda watakuwa wanashambulia, ni vipindi viwili hivyo. Kuna muda watakuwa wana mpira, kuna muda watakuwa wanautafuta mpira, vipindi vilifika vipindi 4. Kuna muda wa kupiga dead ball. Nikizungumza dead ball, mpira uliokufa. Kuna penalty, faulo na kona. Hiyo vipindi vitano wanatakiwa wavigawane. Kuna vipindi vya hatari. Vipindi vya hatari ni vile unashambuliwa, uje unajirindaje. Kipindi unashambulia na kwenye unajirindaje. Kwa mfano sisi kipindi tunashambulia tunatumia mfumo wa 4-4-2 ambapo na Eric Chichere ni muumini sana kutumia mfumo huo. Katika mfumo huo kuna hatari kubwa sana endapo unashambuliwa, na kuna hatari kubwa sana uwezo ukapata magoli wakati unashambulia, kwa sababu utakuwa na idadi ndogo sana ya wachezaji. Je, wale wachezaji sawa ni wachache katika eneo la ushambuliaji? Je, wana ile quality ya kushindana na wale mabeki wa mpinzani? Hapana, kwa sababu utamkuta namba 9 kama ataanza Selemani Mwalimu pamoja na Bwana Samata atakuwa kwenye shimo la chini kwa na maanisha namba 10 ambao ni wachezaji wawili wale. Ukija katika mstari mwingine utamkuta Faisal na labda na Habibu Idigego pamoja na mawinga wale ambao tunamzungumzia Nado labda na Msuva au Kibu Dennis na Nado au Kibu Dennis na Msuva. Yes, wachezaji wanne. Katika eneo la backline unaweza kaanza na wachezaji full back zile za pembeni, unaweza na wachezaji ambao wana experience na exposure ya mashindano. Nazungumzia wana robo finali karibia 7 za ligi yao kwa klabu yao, kwa mfano Mohamed Hussein pamoja na Shomari Kapombe. Kuna wengine ambao wabeki wakati wana hiyo experience na wameanza kupata Ibra Baka pamoja na Dickson Job. Lakini kuna eneo la goalkeeping, magolikipa wetu wamekuwa na makosa ya kufanana kila kukicha. Unapomzungumzia Zuberi Foba, unapomzungumzia Yakubu Sulemani, unapomzungumzia Hussein Masalanga, makosa ni kama yanaendana. Ni vitu kitu hiki kimoja kinalandana. Kwenye mpira kukechi, yeye analazimisha punch. Na sasa kuna namna ya kupunch. Kuna lazima utengeneze ngumu. Kuna wenzetu ana punch mkono tu ameweka kama kawaida, kama ule mdako. Kupunch hakikisha unatoa mpira nje au unaupiga upige uende mbali. Ndio kitu ambacho kinawakosti. Kwa mfano kuna mechi moja ambao Azam alikuwa anacheza kombe la shirikisho, nafikiri msimu zidi ya Wydad Casablanca au kati ya Menyema. Zuberi Foba alikuwa na muda mpira au punch uende nje. Ile aridaka zote. Ile ya Manyema ni makosa ya footwork nazungumzia, lakini kuna ile ya Wydad Casablanca na maanisha ni makosa ya punch. Lakini kuna muda mwingine unamzungumzia ya Kuselmani kwenye muda wa kupanchi nasema unampa credit kidogo, lakini haya makosa si inawezekana mabeki wakasaidia kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu kiangalia hata namna ambavyo hayo makosa yanafanyika, inawezekana kwamba yanafanyika wakati labda ambao mabeki walikuwa hawajajiorganize vizuri. Blavisi yamefanyika saa yeye ana mapungufu, labda footwork yake sio nzuri, lakini angalia mpaka yeye anaenda kushindwa kuokoa mpira, alikuwa kwenye mazingira gani? Mfano umezungumzia hapo kwenye kupunch inawezekana labda yale mashuti ya mbali, ama ni ile labda imepigwa kona igonga kichwa ama shuti, ndio mipira ambayo inaweza ikaleta purukushani kwenye kupunch. Blavisi kuna kitu kinaitwa kuna uokozi wa mtu binafsi na uokozi wa timu. Tunapozungumza uokozi wa mtu binafsi ni kama goalkeeper au na kitu ambacho cha ziada. Kuna muda kweli watu watapitwa, kuna shuti itapigwa. Kwani magoli mangapi tunafungwa goalkeeper inapigwa shuti ni goli linaingia. Wewe inahitajika mtu binafsi. Inawezekana lakini tukafanya kitu kizuri kuna magoli yale ya timu kiujumla ambapo kwa mfano mpira ya faulo ambapo lazima wapange wachezaji waokoe timu. Kuna mpira ya kona lazima wachezaji wapange waokoe timu. Kwa swali lako ambalo la mwisho umelizungumzia kufanya vizuri
Kwangu mimi inawezekana kwa sababu Gamondi amekuwa mtu sana muumini sana katika technical. Amekuwa na mtu wa surprise sana katika mifumo yake. Na katika mifumo Gamondi anaweza akaingia na vitu ambavyo tunaviita vitu vya kuingia na viungo wengi ambao wana sifa ya ushambuliaji na sifa ya ulinzi. Ninapozungumzia kuingia na viungo wengi usianze na washambuliaji pase. Kwa mfano Morris Abraham anacheza kama winga lakini ni middle. Unamzungumzia Chazi Mombwa anacheza kama kiungo lakini ni winga. Maana yake hao wachezaji unaweza unatanua mapana ya uwanja. Yeah, Faisal anacheza kama kiungo lakini muda mwingine anacheza kama winga pia. Maana yake unalazimika usianze na washambuliaji pase, ukaanza na viungo washambuliaji. Kwa mfano Tanzania tumekuwa na ile tunazungumzia kitu ambacho tunakiita utajiri sana wa viungo. Novatus Dismas ni kiungo ambao wa chini. Kagoma ni kiungo wa chini. Habibu Digego ni kiungo wa chini namba 6. Unapozunguka unakuja kwenye kiungo namba 8. Faisal anacheza namba 8. Morris Abraham anacheza namba 8. Chazi Momo anacheza namba 8. Idi Nado anacheza kama namba 8 pia. Kwa hiyo unaweza kuchagua sasa kama Gamondi naenda na mfumo wa viungo wengi ili niweze kupata kitu ambacho na kwa dakika 45 tukitoa sare hizo dakika 45 zingine tutaanza sasa tunaendaje. Je, kama Morris Abraham na Chazi Mombwa tenki limekata, Kibuneni sipo kwenye mbao ndefu, Idi Saimanado ni wazuri sana kwenye kuhadaa wachezaji, mchezaji mlaini ambaye anaweza kafika kwenye box akajiangusha kama kuna mkusana ambayo imehitajika, mtu akafunika penalty. Kibuneni kwenye matukio magumu yeye anapita. Kwa hiyo unaweza kaamua kwanza na hicho. Kwenye namba 9 Selemani Mwalimu amekuwa ni mtu wa kucheza kwa nafasi. Sio namba 9 ambaye yule ambaye anahitaji ile mpira migumu kama ya kina Erling Haaland. Selemani Mwalimu unapomzungumzia unamfananisha na Kylian Mbappe ambapo ni wa namba 9 ambao wanacheza na timu. Maana yake anahitaji box to box kucheza na timu, link up ile tunaizungumzia. Kwa hiyo kwa Taifa Stars kitu ambacho mimi nakiona ni kuingia na mfumo wa na viungo wengi kwa ajili ya kwenda kujilinda huku unashambulia.